Muhusika hiyo mimba ni nani? Mategegema. Katika uzinduzi wa tamthilia hii, tamthilia ya Baraluko, ni kitu ambacho pia kinaenda kuwaamsha producers, lakini pia kinaenda kuwafanya watu sasa waweze kuona kumbe vitu bora vinawezekana. Gabs Media tupo kwa ajili ya kufanya vitu bora tu na kwa ubora wake wenyewe, na slogan pia inasema hivyo. Kwa hiyo mimi nimefurahi sana na nimefurahika sana kuwaona ninyi ndugu waandishi wa habari na kuendelea kuona kwamba mnaendelea kutushika mkono kila uchwao, kwa sababu bila ya ninyi tunashindwa kukua na sisi, lakini kupitia ninyi tunakuwa, tunaendelea kwenda, mnatufikishia habari zetu. Na hili kiukweli kama watu unakuwa wanachelea kulisema, mimi niseme sasa kwa fursa hii kwamba nalisema wazi, mnafanya kazi zetu zinaonekana nzuri sana. Kwa naamini pia kwenye hii tamthilia ya Baraluko, naamini itafika mpaka kwa watu ambao pia watakuwa si wapenzi wa sinema za nyumbani. Tamthilia ya Baraluko itaonekana itaonekana YouTube kwenye page yangu ya Gabo Zigamba. Yes, kwa muda mrefu sana nimekuwa sijihusishi sana na mambo ya mitandao. Kwa hiyo management imekaa ikaamua mimi niweze kurudi, kwa sababu kama unashindwa kwenda sambamba na vitu ambavyo vinaendelea inakuwa nini. Kwa hiyo mara nyingi sana tumekuwa tunalisha chakula kwenye platform nyingine, kwa hiyo tumeona tusiache pia platform ya YouTube. So Baraluko ni tamthilia ambayo itaenda kuruka kwenye YouTube channel ya Gabo Zigamba. Of course na inaruka lini? Maana yake ni kesho. Okay, kesho siku ya Jumatano, panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, tutakuwa tuko hewani, tutakuwa tuko live. Yes. Kwa nini umeona iende YouTube na sio sehemu nyingine? Kwa nini nimeona iende YouTube na sio sehemu nyingine kama ilivyozoeleka, ni kwamba kuna namna ambavyo inaonekana kuna watu wengi huwa wanapitwa na baadhi ya kazi zetu. Watu wako busy sana maofisini, watu wako busy sana. Kwa hiyo vitu vingi muda mwingine wanakuwa wanavitumia kwenye simu. Lakini pia kuna utamaduni fulani wa kukaa kwenye TV unaonekana kama unapungua, namba zinaenda zinapungua. Yaani haifanani mwanzo na sasa. Kwa hiyo kiu yetu kuto kumwacha yeyote katika mashabiki zetu. Kwa hiyo kuna mashabiki ambao tumeona tu bora tuwawekei kwenye YouTube. Kwa hiyo haina tafsiri mbaya, haina tafsiri yote, isipokuwa ni kuendelea kujikuza. Kitu kingine, kuna diaspora wengi sana. Mimi ni muumini wa kusafiri sana. Mimi nasafiri sana. Namshukuru Mungu katika hilo. Kwa hiyo unakutana na diaspora wengi wanasema kazi zenu hatuzioni, kazi zenu hatuzipati, kazi zenu hatuzioni, sio? Kwa hiyo pia wao, huu ndio wakati wao sahihi wa kuweza kuona kazi zetu. Kwenye hilo wengine waliamini hizi TV uwepo wao kwa channel zote mbili za Azam, DStv na nyinginezo zimekuwa ni mkombozi kwa wasanii upande wa filamu, kwa sababu zimekuwa zikinunua vizuri na kuboresha vizuri. Sio Watanzania wote wana TV, hasa wale wa hali ya chini. Unakuta sio TV smartphone, sio Watanzania wote wana smartphone, hasa wale wa hali ya chini. Inaweza kaa Rais TV kani moja nyumbani wakashare kuliko simu na bundles na vitu vya namna hiyo. Ukufikiria na yeye utakuwa unawanyima radha na burudani, au mwingine atakayewaza labda Gabo alienda akakuta budget kidogo akaona hapana, bora hiyo kwenye channel yangu. Of course ni wakombozi kama unavyozungumza, na wanatusaidia sana na wanatuofa mambo mengi sana, na tunakuwa kwa ajili yao pia. Kwa hiyo sisi kuto kufanya hivi ambavyo tunafanya, kuna watu wengine tunawapoteza. Kwa kule tukiwepo, huku tukiwepo, hakuna kinachoharibika. Yaani tuseme tu kama ulaji wa chakula asubuhi akifanana na chakula cha mchana akifanana pia na chakula cha jioni. Lakini kuna watu jioni wanakula chai tu hivi na nini, lakini kuna mtu mwingine ukimpa chai na viazi anaona kama umempa mboga hivi, anasubiri ugali, sio? Kwa hiyo hivyo ndivyo ambao sisi tumeamua kuona kwamba of course kila kitu kiendelee, yani kwa wakati
tofauti hapo. Haikuogopeshi miaka 4-5 nyuma wasanii walikuja na application ambazo zitaonyesha filamu za kwao, lakini bado ilikawa soko hili la upande wa kuonyesha kwenye digital ilikawa gumu na ikasumbua sana. Wewe kuogopeshi kwamba isiende kafanya vile vizuri kama matarajio yalivyo? Majibu ya swali lako ni kwamba mimi sipo kwenye hii platform kwa ajili ya kupata. Mimi nipo kwenye hii platform kwa ajili ya kuwafikia mashabiki ambao wananihitaji mimi na wanipati. Sasa platform za namna hii, Instagram, hizo siju Facebook na mitandao mingine mingi, hatupo sisi kwa ajili ya maslahi, lakini tupo kwa ajili ya kujinadi, kujitangaza, kujifanyaje. Kwa sababu kuna kasumba moja ambao hatuna ma-agents. Kwa mfano ukiwauliza waigizaji wengi wanatamani waende kimataifa, wanatamani waende international. Sasa tunaendaje international? Kwa hiyo sasa kuna platform hizi ukiwa unaziacha unaweza usifike international, ikawa ndoto. Kwa hiyo mimi nipo huku kwenye hii platform kwa ajili ya kuwafikia wale watu ambao hawapati kazi zetu kwa wakati. Yes. Kwa majina niliopewa na wazazi wangu naitwa Mary Mtemi. Kwenye Baraluko naitwa Veronica, lakini pia ni main character wa tamthilia hii. Ninajivunia leo kusimama hapa mbele yenu kuwa mmoja kati ya washiriki wa tamthilia hii kubwa kwangu. Kwangu mimi nimefanya kazi nyingi sana kwa muda mrefu na nina experience ya kutosha katika kazi hii na ninaijua jinsi ya kufanya kazi. Ila nikizungumzia Baraluko ni tamthilia ya kitofauti kidogo ambayo imekuja katika maadhi ya Kiafrika. Ni jamii fulani ya watu fulani wanaoamini katika vitu fulani, wanaoishi maisha fulani. Kiukweli Tanzania imekuwa na kiu kubwa ama njaa ya chakula kama Baraluko. Ninawasihi na kuwaomba mfikishe habari kwa Watanzania kwamba sasa sanaa imeamka, kwa maana kilichofanyika ndani ya Baraluko ni kitu ambacho hakijafanyika katika tamthilia nyingine zozote. Watu wengi wamekuwa wavivu ama waoga kwenye kufanya kazi ngumu, lakini believe me or not, kazi ngumu ndizo ambazo zinaweza kuleta matokeo chanya katika tasnia yetu. Tumekuwa tukifanya kazi nyingi kwenye kuiga utamaduni wa wenzetu na tunasahau kuonyesha kile ambacho Mwenyezi Mungu ametujalia katika nchi yetu. Tanzania ni nchi tajiri sana na kuna vitu vingi ambavyo vya kuonyesha kwenye Tanzania yetu ambavyo katika mabara ama taifa nyingine hakuna. Tumejaliwa vitu vingi na kupitia kazi ya sanaa tunawaahidi kupitia Baraluko tutawaonyesha vitu vingi na uzuri halisi wa Tanzania. Kwa sababu tumevuka boda, tumeamua kwenda kufanya mikoani kuonyesha uzuri wa nchi yetu. Tumeamua kwenda kufanya sehemu ambazo mbali watu wengine wanaogopa kufika. Tumeamua kupambana na baridi na barabara mbaya ili kuweza kuwaletea chakula kilicho bora. Na washauri msikose kuangalia Baraluko kwa sababu ni kazi ya kitofauti na inakuja kuleta mageuzi katika industry yetu. Thank you.